Asante kwa uaminifu wako Mungu. Asante kwa sababu uko mahali hapa kutuhudumia. Asante kwa sababu uko mahali hapa kugeuza maisha ya watoto wako. Asante kwa sababu utabadilisha maisha yao, utayatoa maisha yao toka ngazi moja ya utukufu kwenda ngazi nyingine ya utukufu. Na Mungu, heshima zote zitakuwa kwako na utukufu wote utakuwa kwako, na ni kwa sababu utanyosha mkono wako kugeuza maisha, utabadilisha maisha ya watoto wako. Mungu, tutakuheshimu wewe mwisho wa semina hii, tutakutukuza wewe mwisho wa semina hii. Heshima zote utapokea wewe mwisho wa semina hii. Jitukuze, mtukuze mwanao, badilisha maisha, ponya, fungua, weka huru katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja nisaidie kusema amen. Kuinuliwa kwa kizazi cha wamchao Mungu. Somo kubwa sana. Somo kubwa sana. Kuinuliwa kwa kizazi cha wamchao Mungu. Sasa nimeshaelewa kumbe shida pia iko kwangu. Sikaribishi Mike karibu na mimi. Sasa nimeshajua cha kufanya. Kuinuliwa kwa kizazi cha wamchao Bwana. Kwa wale ambao wakopo jana, utanisaidia kuandika iko kichwa cha somo. Kuinuliwa kwa kizazi cha wamchao Bwana. Yaani lengo mama la semina hii ni kuinuliwa kwa kizazi cha watu wa mchao Mungu. Watu wa mchao Mungu. Na jana tulikuwa tunajifunza kitu kimoja cha muhimu, ya kwamba kizazi cha wamchao Bwana kwa maana zingine kibibilia kinaitwaje? Kwa maana zingine kibibilia kinaitwaje? Tukasema kizazi cha wamchao Bwana, maana nyingine ya Biblia ya kwanza ni kizazi cha wanaomtegemea Bwana. Kizazi cha watu ambao tumaini lao lote wameliweka kwa Bwana. Ni kizazi cha watu ambao ujasiri wao wote wameweka kwa Bwana. Ni watu ambao hawana cha kujisifia. Ni watu ambao ujasiri wao wote uko kwa Mungu. Ujasiri wao kwenye uchumi uko kwa Mungu. Ujasiri wao kwenye afya uko kwa Mungu. Ni mtu ambaye moyoni mwake, ukifungua moyo wake ukamtazama kwa ndani, utagundua hana ujasiri kwenye fedha, hana ujasiri kwenye mali, hana ujasiri kwenye urithi, hana ujasiri hospitalini, hana ujasiri kwa maprofessional. Ana ujasiri wa jumla kwa Mungu aliye hai. Kizazi cha wanaomtegemea Bwana. Maana nyingine ya Biblia, Yeremia sura ya 17 mstari wa 5 mpaka mstari wa 13. Kwa mstari wa 7 utaona amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana. Yaani kumtegemea Bwana peke yake ni ngazi ya kwanza kuona udhihirisho wa baraka za Mungu kwenye maisha yako. Unajua kwa nini Mungu ilimlazimu kuwainua watu ambao, ilimlazimu kuwachukua watu ambao ni kana kwamba hawana background zenye nguvu? Kwa nini? Kwa nini wakati Mungu anawaita akina Petro, anawaita akina Yohana, akina Yakobo, kwa nini Mungu aliita jamii duni kama ile? Kwa nini Mungu aliita watu wadhaifu kama wale? Kwa nini Mungu aliita watu wanyonge kama wale? Tunaelewa jamii ya wavuvi wa samaki ndio jamii duni sana. Nyie mnajua watu wanaokaa kule ufukweni mwa maziwa, ni watu duni. Nenda kaangalia watu wa pwani, ni watu fulani hivi. Nenda kaangalia visiwa vile visiwa vya Ukerewe kule Mwanza, utakutana na watu duni, jamii fulani duni sana. Sasa Mungu huyu aliacha kwenda kwa akina Nikodemo, aliacha kwenda kwa akina nani hawa, akina Yusufu wa Arimathaya, akina Zakayo. Yesu huduma yake alienda kuchagua, mwanzo huduma yake alienda kuchagua watu duni, akina Petro, akaenda kuwatoa kule kwenye pwani ya maziwa yale ya miaka hiyo, sio Genezareti, kuna ziwa Galilaya ya kule Israeli, akaenda kuwachukua kule watu duni. Sasa swali langu liko hivi, kwa nini Yesu alikimbilia watu duni sana kwenye jamii, akaenda kuwachukua wale, alafu ndo akaanza kuwatumia? Kwa nini? Jibu langu ndio hili hapa. Ni kwa sababu wale watu walikuwa hawana historia za nguvu. Familia zao zilikuwa duni. Kwa hiyo manake wangeweza kumtegemea Mungu kwa mioyo yao yote, kwa sababu hawana background zenye nguvu. Unajua sometimes aina familia ambazo tumezaliwa inaweza kuamua mtu amtegemee Mungu au ategemee fedha. Kuna familia ambazo zina background nzuri, zina historia nzuri ya kifedha, wana mashamba, wana urithi, wana maduka, wana mali.
Kwa hiyo ni ngumu wale watu kumtegemea Mungu, kwa sababu kuna vitu wanavitegemea, kuna vitu wanaviona, kuna matumaini wanayo. Lakini sisi wengine sasa, sisi wengine ambao utakuta baba hakuwa na shamba, usipomtegemea Mungu hautoboi. Baba hakuwa na viwanja, usipomtegemea Mungu wendi upige hatua, uji na kesho yenye mguso. Hasa hao ndio akina sisi. Inakulazimu uweke ujasiri wote kwa Mungu, kwa sababu hauna ujasiri mwingine. Hauna ndugu mwenye fedha. Nasemaga ushuhuda huu mara nyingi sana. Babangu alipofariki, nikawa napiga simu kwa baadhi ya ndugu zangu, hawapokei. Unapiga simu kwa baba mdogo, hapokei. Ukipiga huko hapokei. Nikajiuliza swali moja, hivi hawapokei kwa sababu anahisi ya kwamba nitawaomba hela au itakuwa au inakuaje? Mbona sielewi? Kwa sababu mimi nilikuwa najaribu kutafuta hisia za ubaba kwa baba mdogo, angalau aniambie ndio mwanangu, yani hiyo tu inifariji, ndio mwanangu. Lakini baba mdogo hapokei simu, anahisi ya kwamba watoto sasa wameachwa na baba yao. Wanataka kuanza kiherehere. Wanataka kuanza kujisogeza kwangu, na mimi sina mpango wa kutoa, sina mpango wa kuwapa fedha. Ile siku nilijiambia moyoni, hivi sipokelewi simu zangu kwa sababu ya umaskini? Nafikiri ndo wakati ambao nilianza kutengana na umaskini kwenye fikra zangu. Nikasema huu ukiendekeza huu, yule anasema kwamba maskini hanaga rafiki. Ila tajiri ana marafiki wengi, ila maskini hanaga rafiki. Yani maskini ukimsogelea mtu anahisi utamuomba, anaanza kukimbia. Asa hawa kina sisi inabidi tuanze kujenga ujasiri kwa Mungu sasa. Tunaposema kizazi cha wamchao Bwana, ni kizazi ambacho ujasiri wao wote wameweka kwa Mungu, kwa sababu hawana mahali pa kuegamia, hawana mahali pa kulala, hawana mahali pa kukaa. Kukaa kwao ni Mungu, kusimama kwao ni Mungu, kulala kwao ni nani? Ni Mungu. Na nisikilize kitu kimoja, hata wanao unavyowakuza, kwa sababu kuna kizazi tunakuza, hata wanao unavyowakuza, wafundishe kuona ya kwamba chanzo cha maisha yao ni nani? Ni Mungu, sio fedha yako. Yani mtoto akishaanza kukua, kufika kwenye hiyo hatua ya teenager, kwenye miaka 10 na kitu, kabla ya kwenda kwenye ile hatua ya nafikiri ile ya adolescence ambayo ni 18, hapa katikati ni muhimu sana ukaanza kumfundisha kumtegemea Mungu, muonyesha kwamba chanzo ni Mungu. The Lord is our source. Hebu andika Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 5. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 5. Waonyeshe ya kwamba Mungu ndio chanzo chetu mama. Waonyeshe hivyo. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 5. Na upenda sana mstari. Nafikiri tuanze mstari wa 4. Tuanze mstari wa 4. Na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa Kristo, kwa njia ya Kristo. Na inasema si kwamba tutosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe. Inasema Biblia, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Our sufficiency God. Our sufficiency is God. Yani utoshelevu wetu ni Mungu mwenyewe. Utoshelevu wetu sio mshahara, utoshelevu wetu sio fedha, ni Mungu mwenyewe. Hem, sema kwa sauti, utoshelevu wangu ni Mungu. Yani siwezi kusema nimetosheka isipokuwa Mungu amejakwa na mafuta ndani yangu. Siwezi kusema nimetosheka kwa sababu fedha iko mfukoni. Hapa katikati nilikuwa namwambia mke wangu, fedha imeanza kukosa thamani kwenye moyo wangu, kwa sababu hata nikiwa nayo naitoa na wapa watu, natoa kwenye makanisa, na wapa watu sadaka nyingi. Hata kama mfukoni haina kazi kwangu. Nimekuja kugundua raha ya maisha yangu hailetwi na fedha. Ukisha koma, raha ya maisha yako haitaletwa na fedha. Ila ukiwa mchanga, raha yako ni fedha au ahadi za fedha. Ila ukisha koma, ukisha kuwa, utagundua kwamba raha yako uzuri wa maisha sio uwepo wa fedha. Uzuri wa maisha ni ufunuo wa Mungu ndani ya roho yako. Hebu andike hiyo point. Uzuri wa maisha sio uwepo wa fedha. Uzuri wa maisha ni ufunuo wa Mungu kwenye maisha yako. Mungu anapojifunua kwenye maisha yako, maisha yanaweza kuleta rangi nzuri. Maisha yanaanza kuja vizuri sasa.
anasema ya kwamba na hesabu ya kwamba vitu vyote vilivyopita kwenye maisha yangu ni kama mavi kulinganishwa na uzuri wa kumjua Kristo. Maanake kumjua Kristo, Paulo anasema ya kwamba ndo kitu kizuri ambacho kimewahi kutokea kwake zaidi ya vitu vyote ambavyo amewahi kuviona kwenye maisha yake. Anahesabu mambo yote yaliyopita kama mavi. Watu wa Mungu, hiki kizazi ni kizazi cha watu ambao wanamtumaini Mungu. Anasema Paulo, tumaini hili tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo Yesu, si kwamba tunatosha. Yani hata kufikiri utoshi wewe, kufanya utoshi wewe. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 28, ndani yake tunaishi, ndani yake tunakwenda. Hautoshi wewe hata kwenye kwenda. Hata kupiga hatua hivi hautoshi wewe. Bila Mungu anaweza kuwa asubuhi moja usifike jioni. Hautoshi hata kwenye kwenda. Ndani yake tunaishi. Ni ndani yake. Hebu sema kwa sauti, ndani yake. Sijakusikia, sema kwa sauti, ndani yake. Maanake huwezi kuyafikia malengo ya maisha yako, huwezi kufika kwenye kikomo cha utukufu wa Mungu uliokusudiwa juu ya maisha yako isipokuwa ni ndani yake. Kwa hiyo hiki ni kizazi cha watu wanaomtegemea Mungu. Watu ambao wakiwa wanatembea wanajua natembea niko ndani yake. Wakiwa wanafanya vitu wanafanya wakiwa wanajua wako ndani yake. Ndani yake tunaishi, ndani yake tunakwenda. Inasema Biblia, ndani yake tunao uhai wetu. Naeleweka vizuri? Lakini jikaze unisikie. Vingine vile viko na wewe sana, lakini nisikilize mimi. Jambo la pili, tukasema kizazi cha wamchao Bwana. Namba 2 ni kizazi cha haki. Hiki ni kizazi cha haki. Kizazi cha wamchao Bwana, hiki ni kizazi cha haki. Ni kizazi cha haki. Zaburi sura ya 14 mstari wa 1 hadi mstari wa 5. Narudi hapo kidogo alafu nipige hatua kwenye somo la leo. Zaburi sura ya 14 mstari wa 5. Inasema mstari wa 5. Hapo ndipo walipoingiwa na hofu nyingi. Ni wale wasio haki. Wasio haki ndio wanaoingiliwa na hofu nyingi. Watakuwa na hofu ya maisha. Nisikilize kwa makini hapa, nitazame mimi. Ukisha anza kuishi maisha haki, utagundua unatolewa kwenye kila aina ya hofu. Hakuna hofu ya maisha, hakuna hofu ya kuoa na kuolewa, hakuna hofu ya uchumi wangu utakuaje miaka 2 ijayo. Biblia inasema hivi, angalia mstari wa 5. Hapo ndipo walipoingiwa na hofu nyingi. Hawa ni wale wapumbavu. Hawa ni wale wasio mcha Mungu. Hofu iko kwa watu wasio mcha Mungu. Biblia imesema mwenye haki ni jasiri kama simba. Ndani ya mwenye haki haipaswi kutafutwa hofu ya namna yote. Yani haipaswi kuwa hivi tuje tukukute na hofu fulani. Biblia inasema hivi, wao wataingiwa na hofu, lakini maana Mungu yupo pamoja na kizazi cha haki. Kwa nini sisi hofu haipaswi kuingia kwenye nyumba zetu? Ni kwa sababu Mungu yuko ndani yetu, yuko ndani ya kizazi cha haki, ndani ya kizazi cha haki. Kwa maana yake mtu anaishi maisha yake, Mungu yuko katikati yake. Sefania sura 3 mstari wa 17 inasema Bwana yuko katikati yake, shujaa awezaye kuokoa. Kwa maana yake Mungu ambaye ni shujaa awezaye kuokoa yuko katikati au ndani ya kizazi cha haki. Sefania 3:17. Karabashandarabakos. Yuko ndani ya kizazi cha haki. Yuko pamoja na kizazi cha haki. Jesus. Kwa hiyo maana nyingine tukasema jana, kizazi cha wamchao Bwana ni kizazi cha haki. Kizazi ambacho watu wake wanajua kufanya kwa usahihi. Wanajua kufanya kwa usahihi. Wanafanya sawa na Mungu. Wanafanya kama Mungu. Ikifika hiyo point, umeanza kuleta ufalme wa Mungu nyumbani kwako. Biblia inasema hivi, ufalme wa Mungu si katika kula na kunywa, moja ni katika haki. Warumi sura 14 mstari wa 17. Kwa ili ufalme wa Mungu uanze kufanya kazi nyumbani kwako au kwenye maisha yako, jambo la kwanza, anza kuishi kwenye viwango vya haki. Watu wengi kwenye maisha wamecompromise. Kucompromise maana yake ni wana viwango viwili. Watu wengi wana viwango viwili, ndio maana hawamfunui Mungu kwa kiwango fulani.
wana viwango viwili. Wafanyabiashara wengi wana viwango viwili. Siku moja nilienda dukani, nilikuwa nanunua cement. So nikiwa nafanya transaction pale, yule ndugu akaniambia, sasa hatuwezi kupa nini receipt ya malipo ile electronic, tutakuandikia tu ya kawaida. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia ni kwa sababu tukikuandikia hii makato ni makubwa. Nikamwambia haya makato au ni kodi? Sema inakuwa ni makubwa. Nikamwambia hapana, hayawezi akawa makubwa, tunapata hasara tupate faida. Nikasema haiwezekani kodi kamfanya mfanyabiashara akapata hasara, haiwezekani. Nikamwambia kuna mambo mawili, urudishe instrument, unirudishie fedha yangu nikanunue sehemu nyingine. Lazima uniandikie receipt halisi, kwa sababu utakuta unanunua speaker ya 800,000, jamaa na kuandikia speaker 80,000, na mtu wa Mungu unabeba speaker 800,000, receipt imeandikwa 80,000. Mungu anaanza kupata makini na wewe, kwa sababu wote mnakuwa ni wezi. Aliyekuibia na uliyenunua wote mnakuwa wezi. Sasa anaposema kizazi cha haki ni kizazi chenye kiwango, nitazamini hapa kidogo, tazama hapa kidogo. Unaenda kununua nini, tuseme rice cooker. Mfanyabiashara anakuambia hii gharama yake halisi let's say ni 70,000, lakini naomba nikuandikie 30,000. Usikubali. Mwambie ili nifanye biashara na wewe, andika bei halisi. Yaani kama ambavyo Mungu angenunua kile kitu na kupewa malipo halisi, receipt ya malipo halisi, unapaswa kufanya vile. Usifanye kumfurahisha mtu, fanye kumfurahisha nani? Lazima tuje na hivyo viwango. Kuna wakati fulani juzi tu hapa nilikuwa nimetoka kwenye seminar Mwanza. Tukafika mahali gari kasimamishwa na baadhi ya watu wa usalama barabarani. Iliposimamishwa gari, mambo ya ajabu sana ambayo waga na yalalamikia na kuyapigia kelele sana hata pale kanisa. Ni mambo mabaya sana, atakuletea laana kwa watu wako. Wakaambia peleka gari, sogeza mbele. Peleke mbele kabisa. So akatusogeza mbele, alafu yeye akatoka kwenye gari akawafuata huko nyuma ili apeleke hela. Kwa kutaka kupewa hela pale, wakaambia peleka gari mbele, alafu yeye ndo akarudi kwenda kuwapa hela. Tunachungulia madirishani, anawapa fedha. Nikasema unajua mtu mpumbavu ambaye amezoea maisha ya rushwa, akili yake ni kama imepigwa pofu. Hafikiri ya kwamba tuna simu za kuzoom. Kwa wengine tuna simu za hela nyingi, unamzumu mtu anakuwa clear kana kwamba uko naye pale. Hafikiri hayo, anawaza shilingi 20,000. Nikawa namwambia mtu nilikuwa nimekaa naye, imagine unaita laana kwa nao kwa sababu ya shilingi ngapi? 20,000. Bora ungefanya hata biashara ya ice cream ukaipata 20,000 kwa siku kuliko kuingia kwenye hiyo laana. Hiki ni kizazi cha haki. Nasema hivi kwa sababu mbele nitaonyesha faida ya kumcha Bwana. Nitatoka kwenye baadhi ya vipengele hatua kwa hatua. Nisikilize tu mimi. Ni kwa sababu kule mbele nitakuonyesha faida kubwa za kumcha Bwana. Kwa nini ni muhimu kumcha Bwana? Huo ndio uchaji Bwana. Mfanyabiashara anapokuona unamletea zile hoja, ndani yake anaweza kupata ushawishi ya kwamba huyu mtu ameokoka, huyu mtu anamjua Mungu. Lazima tuanze kufika kwenye standard. How compromise, haukai kwenye viwango viwili. Lazima watoto wa Mungu waanze kuja na kiwango kimoja, one standard. Kizazi cha haki. Toka niko chuo, nikiwa ninasoma Dar es Salaam Institute of Technology DIT, nikiwa nina mwaka mmoja wa wokovu. Siku moja kanisani nikaona watu wanatoka mbele kutoa sadaka ya zaka. So nikajiuliza, nikasikia sadaka ya fungu la 10, sadaka ya zaka. Wakati ule tayari hizi simu zenye search engine zilikuwa zimeshatoka hizi, ambazo naweza kusearch. Kwa nikaandika zaka fungu la 10. Nikapata mistari yote inayozungumza kwa habari ya fungu la 10 na zaka. Nikiwa mchanga kabisa na mwaka mmoja wa wokovu. Nikasema alright, nikaielewa kwa kina
inapaswa kutolewaje, na kama umeila nini inapaswa kutokea, na unapaswa kutoaje baada ya kuila. Unajua Biblia imezungumza vitu vyote hivi, na ukila ufanyaje. Nimesoma toka miaka ile ya 2011 mpaka leo tunazungumzia mwaka 2025, siwezi kula sadaka ya zaka. Hiki ni kizazi cha haki. Mungu aliwapigia kelele wana wa Israeli kwa sababu mambo yao yalikuwa ni ya kupanda na kushuka. Leo wako sawa, kesho wako chini. Leo wako sawa, kesho wanalalamika. Mungu aliwapigia kelele akawekea sheria ya zaka, ni kwa sababu walikuwa na mioyo migumu. Yani Mungu alitaka awalazimishe wapate matokeo ya Ibrahim baba yao, akawalazimisha. Nisikizeni kwa makini. Ibrahim alitoa sadaka ya zaka kwa ufunuo. Alafu ule ufunuo Mungu aliona kabisa uzao wake wakifuata ufunuo kila mtu atakuwa mkuu. Sasa Mungu akawaona wana wa Israeli mioyo yao ni migumu mno. Katika ule ugumu wa mioyo ndio awatengenezee sheria. Yaani unapenda upendi, toa. Ukitoa unaunganishwa na baraka ya Ibrahim. Kwa akawaingiza kwenye agano aliyokuwa nalo la kiuchumi, agano la mafanikio ya kiuchumi. Akawaingiza kwa lazima kwa ile agano ambalo alilifunga na Ibrahim, kwa kuwawekea sheria ya kutoa sadaka zaka. Lakini zaka ilipaswa kutolewa kwa hiari. Kwa mtu wa haki, nisikilize, mtu ambaye ameanza kuishi viwango vya haki, huwezi kula sadaka zaka. Kama unataka kuona baraka ya Mungu kwenye vizazi vyako, huwezi kula sadaka zaka. Huwezi kuwa na excuse. Huwezi kusema kama na mambo mengi. Haya mambo mengi Bwana asipokusaidia yatakubeba, yatakuchukua. Tuna watu makanisani ambao wana excuse nyingi. Unajua nilikuwa na hili. Sikiliza, Mungu anataka akubariki uwe na utele mpaka uvizidi vitu, na sio mambo ya kuzidi wewe. Mungu anataka baraka Mungu iwe nyingi kwako mpaka ivizidi vitu. Sema amen kwa sauti. Yaani una hela nyingi mpaka zinazidi mahitaji. Uko sawa mpaka mahitaji yanazidiwa. Hiyo nzuri sana. Yaani unakuwa uko sawa mpaka mahitaji yanazidiwa. Una hela nyingi mpaka mahitaji yanazidiwa, mpaka unaomba mengine yaje. Na sio mambo yamekuzidi. Lakini mimi baada ya kwanza kuishi kwenye hivi viwango vya haki, sikilizeni, nina ushuhuda huu kwenye maisha yangu. Ushuhuda huu ninao kwenye maisha yangu. Ndugu wangu yuko hapa, mchungaji, naye pia anaweza kushuhudia pamoja na mimi. Mchungaji wangu msaidizi kule kanisani. Sasa sisi familia ya kwetu, mama yangu mzazi pastor anatoa sadaka zaka kwangu, japo yeye anaishi Singida, ila kila mwisho wa mwezi anapopokea mshahara anatuma sadaka kwangu. Anambia, mwanangu mchungaji, nimekutumia sadaka ya zaka. Sasa iko hivi, sisi hatujawahi kuuguza watu. Yaani kukaa kabisa tunamuuguza mtu namtumia hela, hatujawahi. Yaani nimekuwa hapa sasa hivi na miaka 10 na kitu, hatujawahi kukaa tunatuma hela mahali fulani, hatujawahi. Kizazi cha haki. Ukianza kuishi kwenye viwango vya haki, utagundua maisha ni marahisi. Yaani maisha mtu wa Mungu alipaswa kuwa marahisi. Hayapaswa kuwa na ups and down. Tumecompromise sana. Yaani sisi ni watu wa viwango viwili. Udhihirisho wa haki ya Mungu ni mdogo sana kwa watu wa Mungu wengi. Hasa tunaposema kizazi cha haki, ni kizazi cha watu ambao wanafanya mambo sawa na Mungu, kana kwamba Mungu amefanya. Kama umenielewa vizuri, usaidia kusema amen kubwa. Sija kusikia, sema amen kubwa. Amen. Tuone point nyingine. Ni kizazi cha wamtafutao Bwana. Lazima nirudie haya mambo. Ni kizazi cha wamtafutao Bwana. Tunaposema kizazi cha wamchao Bwana, maana nyingine ya kibibilia ni kizazi cha wamtafutao Bwana. Zaburi sura ya 24 mstari wa 6. Zaburi sura ya 24 mstari wa 6. Zaburi sura ya 24 mstari wa 6. Biblia inasema kwamba hiki ndicho kizazi cha wamtafutao. Biblia inasema wautafutao uso wako, Mungu wa Yakobo. Mungu kwenye hizi siku za mwisho anataka kuinua kizazi cha watu wanaomtafuta. The generation of seekers of God. Kizazi cha watu wanaomtafuta Mungu usiku na mchana. Watu wasiochoka kukaa na Mungu.
watu wenye addiction wana uraibu na Mungu. Wana uraibu na Mungu. Yaani asubuhi alikuwa amekaa na Mungu, mchana yuko na Mungu, jioni yuko na Mungu, usiku yuko na Mungu. Watu wenye uraibu na Mungu. Ni watu wazuri hao. Yaani wana addiction na Mungu. Kama mtu ambavyo hawezi kukaa bila kuvuta sigara, na hao huwezi kukaa bila kumnywa Mungu. Yaani kidogo ikifika muda fulani unakunywa kidogo. Unaweza kunywa kwa kusoma Biblia au ukamnywa kwa kunena kwa lugha. Kizazi cha mtafuta Bwana. Yaani I love this generation. Yaani hiki kizazi Bwana ni kizuri sana. Nikiwa natembea na vijana wangu, alafu nasikia ananena kwa lugha ukiwa natembea naye, nasema hiki ndio kizazi chenyewe sasa. Yaani mnatembea, mtu yuko na sunrise mwenyewe, shakata pakatoske vila. Anapozi kidogo, shakata. Sasa sikiliza, hiki ndio kizazi. Biblia inasema hivi, nitamimina roho wangu juu ya kila mwenye mwili. Hiki kizazi kimemwagiwa Roho Mtakatifu. Akijapewa kidogo kimefanyaje? Kimemwagiwa. Kwa hiyo maana yake tunapaswa kuishi kama watu tuliolewa, tumeloa Roho Mtakatifu. Mtu aliyeloa ameloa tu. Akiwa anatembea maji yanadondoka chini. Akikaa mahali anaacha maji. Akikupa mkono anakuachia maji. Si ni sawa? Mbona mnanishangaa sana kana kama nafanya comedy? Msinifanyie hivyo. Ukimpa mkono maji, akikumbatia anakuachia maji, akikaa mahali anaacha maji, akitembea anaacha maji. Hiki ni kizazi cha watu ambao wamemwagiwa Roho Mtakatifu. Sema amen kubwa. Ukifika mahali unaacha watu wanajifunza kuomba. Yaani ni kosa uende mahali. Kuna gazeti mwendoga na kasema hivi, mimi Pastor Ibra, kama umeachana na mke wako, fanya jitihada usionane na mimi. Yaani shaweka hiyo akili. Ukishaachana na mke wako au na mume wako, mmegombana mwelewani tena, fanyeni jitihada msikutane na mtu wa mfano wa Pastor Ibra, kwa sababu haijalishi mliachanaje mtarudiana. Siku moja nilikuwa natatua ndoa fulani, kijana akaniambia hivi, of course akaelezea vitu ambavyo logically, yani vimenyoka kabisa, huyu mwanamke ni wakwacho. Koza ni kunisikia. Tukaanza kuongea. Nilipofungua kinywa changu nikaanza kuongea. Nikaanza kumnywesha maji. Namnywesha maji. Neno ni maji, ni maji. Namnywesha maji. Nikaanza kumlisha. Nikaanza kumsaidia. Kaanza kuona hali ya panic inaisha. Paka inafika level naambia kumbatia mke wako. Kumbatia. Mimi waga najisikia raha. Yaani pale ofisini waga najisikia raha. Na kuangalia yale mambo nagundua kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Vipi? Wewe kujiandaa mapema unaanza kunisumbua mimi. Alafu umevaa makata mbuga yako hapo na kuja madhabahu. Sijani. Mimi mkorofi, unichukulie hivyo. Haya. So mara nyingi sana najisikia furaha navyoona haya mambo. Siku moja nikamwambia washirika wangu, yaani mimi ningemkuwa mnanichukua mnanipeleka kwenye nyumba zenu, hakuna ndoa itavunjika hata moja. Kwa sababu nikienda pale naenda na maji. Hiki ni kizazi cha watu walioloa Roho Mtakatifu. Cha watu ambao mtembeo wa Roho Mtakatifu haukomi ndani yao. Vitu vinajifix kila dakika, vinakaa sawa. Huwezi kumsikia na shuhuda mbaya. Hiki ni kizazi cha wamtafutao Bwana. Hawahitaji waje kanisani hapa ndio wakuonyesha wanamtafuta Bwana. No, wana flow naye barabarani, wana flow naye wakiwa wamekaa kwenye gari, wana flow naye wakiwa wanapika, wana flow naye wakiwa wamelala. Ni kizazi cha wamtafutao Bwana. Yaani watu ambao wanamwambia Mungu atuyatosheka na wewe, njoo tena Bwana, jifunue tena, sitosheki na jana tena, sitosheki na juzi tena, ikiwezekana zaidi Bwana, more and more. Sema amen kwa sauti. Zaidi na zaidi. Utaanza kuona magonjwa bye bye. Utaanza kuona ugumu wa kiuchumi bye bye. Utaanza kuona watu wana flow na utele. Utaanza kuona vijana wakifika mahali milango inafunguka yenyewe. Unajua watu wamtafutao Bwana wakoje?
milango yao ni kama automatic door. Milango ya watu mtafutao Bwana sio milango ile ya kufungua komeo. Wamtafutao Bwana ni watu ambao wakisogea kwenye malango yao yanaachia automatic wanapita. Wakisogea tena yanaachia automatic yanapita. Biblia inasema hivi, malango yako yatakuwa wazi daima. Hao ni watu mtafutao Bwana. Malango yao yako wazi, sio malango ya kuhangaikia. Mambo yangu hayaendi, sio kwa watu mtafutao Bwana. Hasa ndio kizazi ambacho Mungu anataka akione kwenye siku za mwisho, kwa sababu utukufu wa siku za mwisho ulikusudiwa kuwa mkubwa kuliko utukufu wa kwanza. Mimi na kazi ngumu najua, kwa sababu kama utukufu wa siku za mwisho unapaswa kuwa mkubwa, na mambo ambayo alikuwa anayafanya Petro sijaanza kuyafanya mimi. Unajua kama nina kazi? Na kazi ya kumtaka Mungu. Inasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Ni kizazi cha watu wanaomtaka Mungu. Alivyomtaka jana sio kama anavyomtaka leo. Anaambia Baba, ongeza kidogo. Ongeza tena ikiwezekana. Jifunue zaidi Bwana. Jifunue tena na tena. Sijatosheka Bwana. Hawa sio watu waliotosheka. Hawa ni watu ambao kila dakika wanamtaka Mungu. Sema amen. Unajua kwa nikasoma kabisa. Yaani kumtafuta Mungu ndio ni somo kabisa. Naomba niliache. Tuende kwenye point nyingine. Kizazi cha wenye adili nilisema jana. 4. Kizazi cha wamchao Bwana, maana nyingine ya kibibilia ni kizazi cha wenye adili. Zaburi sura 112. Kizazi cha wenye adili. Zaburi sura 112. Zaburi 112. I love this. Mstari wa 2, wazao wake watakuwa hodari duniani. Ukiangalia mstari wa kwanza inasema haleluya, heri mtule amchae Bwana. Tunaona kitu cha kumcha Bwana pale kwenye mstari wa kwanza. Na inasema apendezwae sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani. Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Nani ambaye hapendi kizazi chake kibarikiwe? Mimi napenda wanangu wabarikiwe. Napenda waishi kwenye baraka. Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Alafu angalia hapo chini. Nyumbani mwake mna utajiri na mali. Maana kizazi cha adili, kizazi cha mchao Bwana, ukienda kwenye nyumba zao utakuta kuna utajiri na mali. Na haki yake yakaa milele. Inasema nuru wazukia wenye adili gizani. Yaani wenye adili hata kama wapeleke kwenye giza hivi, kuna nuru inawazukia wao. Yaani wao wanaona njia katikati ya giza. Alisema Ayubu, Bwana ameliangazia giza langu. Maana huwezi kumpata amejikwaa kwenye giza. Ni kama mnaenda wote mna changamoto hii moja. Uko na mwenye adili, ni kama mna changamoto moja, lakini kwambie huyu ambaye si mwenye adili, si mwenye haki, wataenda wote, asiye haki ataanguka. Lakini huyu mwenye adili atapita kana kwamba hakuna kitu cha kujikwaa humu katikati. Kwa sababu inasema hivi, nuru wazukia wenye adili gizani. Giza ambalo la meza asiye haki, giza lile la promote mwenye adili. Giza ambalo la meza asiye haki, giza lile latumika kama ngazi kwa mwenye haki ya kwenda level nyingine. Inasema nuru wazukia wenye adili gizani. Alafu nikasema jana, tukisema adili manake ni upright. Hawa ni watu walionyoka, hawana kona. Watu walionyoka, they are upright people. Ni watu ambao mambo yao yamenyoka. Kuna vitu vingine waga na vizungumza kama vile ni vichekesho, lakini vina maana sana. Mimi ni mwenye adili, siwezi kuandika message, yani badala ya kuandika sana naandika X siju N. Yani mwenye adili ni mtu aliyenyoka. Ukiwa unaandika message unaandika maneno yaliyokamilika, kwa sababu rohoni wewe ni mtu uliokamilika, sio mtu nusu. Kwa hiyo huwezi kumwandikia mtu message tena unamwandikia mtu heshima, badala ya kuandika okay unaandika K. Yanajaribu kumwambia okay, mwambie K. Mimi mke wangu akinitumia message, unajua kuna kikao usiku. Kuna kikao usiku, nani naje mimi niandike K. Wanafanisha mimi na mama K. Sana. Unafanya vitu ambavyo ni kama vya kipagani. Mambo ambayo unafanya watu ambao hawajaokoka unayafanya wewe.
Mwenye adili ni mtu aliyenyoka kwenye mambo yake. Yaani utakuta mikunjo, amenyoka kwenye kila kitu. Amenyoka kwenye kutembea kwake na Mungu. Bila sema kizazi hiki kitabarikiwa. Mimi niko hapa, nimejifunza haya mambo miaka mingi iliyopita, na maisha yangu hayajawahi kuwa na kona. Yaani kila mwaka naonaga niko bora kuliko mwaka jana. Ila kuna mtu mahali hapa anaokumbuka mwaka 2017. Unajua uko mbali, unajua umechelewa sana mtu wa Mungu. Yaani unakumbuka mwaka 2017. Wanaambia 2017 wakati nikiwa na baba fulani. Unamaanisha nini? Kwani sasa hivi uko na nani? Kwa sababu sasa hivi uko na Mungu. Sasa hivi kuna Yesu. Ulipaswa kuwa na maisha bora kuliko maisha ambayo ulikuwa nayo na baba fulani. Ila mpaka leo ukikumbuka sasa, nikikumbukaga nalia. Umbea wako tu. Nalia nini? Wakati wewe uko na Yesu sasa hivi haufanikiwi. Unaanza kusema kwamba nilipokuwa na au nilipokuwa mahali fulani. Haiwezekani hiyo kitu. Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Yaani mimi ninapokuza wale wanangu wale, Mungu amenipa mimi na speed kidogo, maana hawa vijana wanne na vijana wanne sasa hivi. Lakini sasa ni wazuri, wako vizuri. Kwa wananitia moyo. Ya kama sikukosea. Unajua ukizama ninja utakupa shida. Ila na wachungaji wako vizuri wale. Ninapokuza wale vijana, ninakuza kizazi kilichobarikiwa, sio cha kona. Ndio maana wanangu kabla ya kulala wanasema daddy tuombe. Kwa sababu wamejua namna pekee ya kulala vizuri ni kuombewa na baba. Yaani ili walale vizuri lazima waombewe na baba. Wanakuja. Akiwa anaenda shuleni kila siku asubuhi, nika kazi. Tatoka kwenye maombi mapema kanisani, nakimbia kwenda kumwekea mkono kumwombea tu. Kwa sababu kabla ya kwenda shule lazima niweke mkono kichwani. Kumwambia maneno, you are favored, you are above, you are great, you are wise. Namwambia wewe ni mkuu, utakuwa juu tu, umebarikiwa, una upendeleo. So nakuwa na wanao wanasontwa na walimu shuleni. Ewe, sura kama mama yako. Wanafahamu mtu aliyebarikiwa. Yaani vitu vyake unajisikia kuvibeba. Yaani hata una sababu, kana kulemea lakini uko nacho tu. Yaani unajisikia ukabusu. Yaani jamani, hivyo ndo amebarikiwa hivyo. Ila vile ukashika hivi asia kanikojolea, mara una Mimi nakwambia ukweli wa moyo wangu. Usipovuta baraka ya Mungu, kwa sababu ndani ya baraka ya Mungu pana upendeleo wa kimungu. Na kuza wale watoto kwenye viwango vya Mungu. Kwa sababu sio jambo dogo. Hiki ni kizazi cha watu waadili, upright, watu walionyoka. Sasa siku moja mwanangu akaniambia hivi, yaani sababu ya kwanza kuwapa sadaka Jumapili, akaniambia hivi, "Dad, kwani mimi sio sadaka?" Nikasema jamaa ameshakuwa huyu. Ameshakuwa huyo. Ukiona anadai kitu jua ameshakuwa. Yaani ufahamu wake umeshakuwa. Kwani mimi sifai? Baada ya pale inabidi kuchukua bahasha 2. Bahasha 2 nawekea sadaka kila Jumapili. Na nawekea fedha inayofanana na fedha zangu, kwa sababu unajua mtoto akiona hela yake ni ya blue yako kwenye nyekundu, mtaanza kupishana hapo. Kwa sababu ataanza kuhisi ya kwamba labda yeye kwa sababu ni mdogo anapaswa kutoa hela ndogo. Hapaswi kuwa na hiyo mentality. Zamani nilikuwa na matolea. Waliposema kwamba bwana sisi hatutoi, nikaweka mtu maalum wa kwenda kuwachukua walipo wakati wa sadaka, anawapeleka kwenye chombo cha sadaka, wanatoa kwa mikono yao, basi nidai nyumbani. Unainua kizazi cha watu walionyoka. Mimi wale watoto siwezi kuhangaika sio wavae nini? Wana baraka yao. Sadaka zao zinaongea madhabahuni. Kwa nini mimi nihangaike kuwavalisha? Kwa nini nihangaike mimi kuwavisha watoto? Kwa nini nihangaike kuwalisha wakati na wao wanatoa sadaka? Mimi napotoa Mungu analeta provision ya kwangu. Yaani ninapofanya vile nainua kizazi cha watu wenye adili.
Watu wanakaa nyumbani kwangu wanajua. Wakati wa maombi, kuna wakati unafanya mambo ya ajabu ajabu. Yaani unakuta mtu unafanya maombi jamaa anapiga kerekasi. Pwa. Unafanya maombi mwenyewe anampika mwenzake. Sasa yakiendelea sana, unawashika mnanena kwa lugha huku nafinya mikono. Pwa nalia. Nafinya mikono, nashika na yaani mimi nanena kwa lugha makatoske vile na na nena kwa lugha alafu nafinya watoto mikono. Unaona watu wanashangaa watu wanafanya ibada. Hapo maombi yanaendelea. Najaribu kuambia kitu gani? Tukifika hapa utani hatutaki. Tukifika hapa yani nataka niinue kizazi cha watu walionyooka. Ikifika kwenye maombi apige magoti atulie na watu wanaoomba. Gharama ya kuja kukaa na mvuta bangi nyumbani ni ngumu na ni nzito sana kuliko gharama hii ya kumfinya wakati mikono unaimudu. Akija kuwa na mikono kama ya kwako, mnaongea mna negotiate. Marais hivi na mudu. Yaani wakati wa kumudu ni wakati nafanya vizuri zaidi. Kwa sababu kuna wakati mtaanza kuongea mnajadiliana kidiplomasia, hasa mwanangu hii kitu sio nzuri. Sasa mimi wakati mimi siutaki. Nataka wakati mimi na mudu yani. Nikishika mkono hawezi kutoa. Hiyo sawa. Kwa sababu akishakuwa na mwili kama wangu kushika mkono na achie baba na achie. Sasa mimi sitaki huko, ni mbali sana. Nainua watu walionyoka. Kwa mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Bishop Oyedepo. Ni mchungaji na ni askofu mkuu wa makanisa yanaitwa Winners Chapel duniani. Yule mzee nilikuwa nasikia historia yake, namna alivyokuza watu wake. Kwa sababu watu wake wote ni wachungaji. Isaac ni mchungaji, David Junior ni mchungaji. Wote ni wachungaji. Na wanafanya vitu vikubwa sana duniani. Mchungaji mmoja alikuwa anaelezea namna alivyowakuza. Anasema kuna siku alikuwa anakunja ngumi. Sit down. Yaani ukiona watu wamekuzwa wamekaa vizuri, unajua kulikuwa na gharama imewakuza. Yaani iko hivi, kama kuzinyosha tunazinyosha, lakini hapa lazima ufanye hiki kitu. Yaani lazima usubscribe na hiki ninachokuambia. Usipokubaliana nacho, haiwezekani ukaingia nyumbani kwangu. Baba anasema mwanangu anakuja usiku. Huyo ni mama anasema mwanangu anakuja usiku. Na nimemshauri anakataa. Wadogo zangu kuna wakati fulani walikuwa wanaambiwa na mama kwamba acheni kwenda kuangalia movie. Wanakataa. Siku moja bwana wametoka kuangalia movie usiku. Si wanamgongeaga mama. Ile siku wakafukuzwa na fisi. Bwana mdogo alikuja akaning'inia kwenye dirisha la mama. Anamwambia mama fisi. Mama anamwambiaje? Akule. Yaani mwacha kuchukue. Kaning'inia juu, mama fisi. Mama anamwambia basi baki hapo mshughulika naye. Ndio akina mama leo tukuza sisi. So nakana katoto kanakosea kila siku nakambiaje? Basi mami unakuja kuleta malaya au jambazi kesho. Kizazi cha wenye dini ni kizazi kilichopata malezi ya kimungu. Sema amen. Naongea vitu vya muhimu sana. Yaani unamwona mwanao anafanya mambo hayaeleweki. Sawa. Hivi unajua malaya walioko mtaani ni watoto hawakupata malezi ya wazazi wao. Mnabariwe hawakupata malezi ya wazazi wao. Unaona hao watu ambao ni wezi, wanakaba watu, walikosa upendo wa baba zao. Kila jambo la ovyo ambalo linaendelea kwenye jamii ni watoto ambao walikosa malezi ya wazazi. Tunaposema ni kizazi cha watu walionyoka, watu upright people, ni watu ambao wamenidhamishwa kwenye malezi, wamenidhamishwa kwenye mamlaka za kiroho, wameongozwa wakaongezeka, wameelekezwa wakaelekezeka. Hao ndio watu ambao kesho wanakuwa majibu. Hebu nitoke huko. Jambo la mwisho tulisema ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Naomba niondoke huko kabisa. Andika mambo matatu ya kujua kwa habari ya uchaji. Mambo matatu ya kujua kwa habari ya uchaji. Mambo matatu ya kujua kwa habari ya uchaji. Mangapi nimesema eti? Samahani. Nakumbuka niliyaongeza. Andika mambo matano. Badilisha 3 andika 5 ya kujua kwa habari ya uchaji. Nakumbuka niliyaongeza. Mambo 5 ya kujua kwa habari ya uchaji. Nasema tunainua kizazi cha watu wa mchao Bwana. Sasa tuangalie mambo 5 ya kujua kwa habari ya uchaji.
kwa habari ya uchaji. Mambo matano ya kujua kwa habari ya uchaji. Na mimi nimeshaandika hiyo subtitle. Amen. Yesu ni Bwana. Ala bashandara bakosa. Jambo la kwanza, kumcha Bwana ni ishara ya uwepo na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya muumini. Haya ni mambo ya kujua. Na mambo ya kujua yanatupeleka kwenye maana ya uchaji. Utagundua hii somo la mpangilio wake ambao unaeleweka kabisa. Ukiandika vizuri haitakusumbua. Tutoka kwenye mambo ya kujua tunaenda kwenye maana za uchaji. Jambo la kwanza la kujua, kumcha Bwana ni ishara ya uwepo na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya muumini. Ni ishara ya uwepo na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya muumini. Ukiona uchaji mahali, ujue Roho Mtakatifu yuko mahali. Ukiona uchaji mahali, ujue Roho Mtakatifu anafanya kazi mahali. Ukiona hofu ya Mungu, in fact uchaji ni hofu ya Mungu. Ukiona hofu ya Mungu mahali, ujue Roho Mtakatifu yuko hapo. Ukiona hofu ya Mungu mahali, ujue Roho Mtakatifu anafanya kazi hapo. Isaya sura 11 mstari wa 2. Ningependa kila mwenye Biblia afungue Biblia. Nataka tusome wote. Isaya sura 11 mstari wa 2. Isaya sura 11 mstari wa 2. Isaya sura 11 mstari wa 2. Naamini tumeshafungua Biblia. Haya. Isaya sura 11 mstari wa 2. Biblia inasema, na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Andika hivi, roho ya uchaji ni moja ya udhihirisho wa roho 7 za Mungu. Ni moja ya udhihirisho wa roho 7 za Mungu. Kwa hiyo manake ndani ya roho 7 za Mungu pana roho ya uchaji. Na uelewa roho 7 za Mungu kiBiblia zinatambulika pia kama vinara 7 vya taa vinavyowaka mbele za Mungu. Kwa hiyo manake roho 7 za Mungu ndio vinara vya taa ambavyo vinatoa mwanga mbinguni. Roho 7 za Mungu ndio macho 7 yanayokimbia duniani kote. Yaani Mungu anafanya patrol nzima. Mungu anaikagua dunia nzima kwa roho 7. So, roho ya uchaji ni moja ya roho 7 za Mungu. Tunaposema roho 7 za Mungu, hatuna maana kwamba Roho Mtakatifu wako 7. Ila tunamaanisha hivi, ndani ya Roho Mtakatifu pana utendaji kazi wa roho 7. Zile roho 7 ziko ndani ya Roho Mtakatifu. Ndio maana nimesema hivi, ni ishara ya uwepo na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mtu. Huwezi kumwona mchaji anamcha Mungu kutokea kwenye jitihada binafsi. Amna. Hiyo kitu haipo. Hauwezi kumcha Mungu kwa sababu umepangilia. Nimepanga kumcha Mungu, nimekusudia kumcha Mungu. Unamcha Mungu kwa sababu kuna roho ya uchaji iko ndani yako. Yenyewe ndio inaanzisha hiyo safari nayo maisha ya uchaji. Kwa hiyo maana yake nzuri ni kwamba uchaji kabla hujawa jitihada ni jambo la ndani. Sawa jamani? Ni jambo la ndani. Kabla hujawa jitihada ni jambo liko ndani ya roho yako. Kabla hujawa jitihada inatokea ndani yako kwenda nje. Haitokei nje kuja ndani. Thank you Holy Spirit. Nisaidie kuandika hii point. Kumcha Bwana ni jambo linalopaswa kuanza ndani ya muumini. Kumcha Bwana ni jambo linalopaswa kuanza ndani ya muumini. Linapaswa kuanzia ndani ya muumini. Kumcha Bwana ni jambo linalopaswa kuanza ndani ya muumini. Kabla hujaanza kulitafuta, linapaswa kuanzia ndani yako.
kabla ijawa pursuit, unatafuta kumcha Bwana, unatafuta maisha ya kumcha Bwana, nataka ujue kwamba linaanzia ndani yako. Kwa nini linaanzia ndani yako? Ni kwa sababu unaye Roho Mtakatifu anaitwa msaidizi. Una msaidizi anayekaa ndani yako. Andika point nyingine, Roho Mtakatifu ni msaidizi anayekaa ndani yangu. Kama Roho Mtakatifu ni msaidizi anayekaa ndani yako, na ndani ya Roho Mtakatifu pana roho ya uchaji, maana yake roho ya uchaji iko ndani yako kukusaidia kuishi maisha ya uchaji katika urahisi huo. Yohana sura ya 16 mstari wa 13 utaona ahadi ya Roho Mtakatifu kama msaidizi ambaye atakufundisha katika mambo yote na kukumbusha mambo yote. Unaona sasa, kama Roho Mtakatifu anakufundisha yote ambayo Yesu aliyasema na anakukumbusha yote ambayo ulifundishwa madhabahuni, basi anakusaidia kumcha Bwana. That's very powerful. Kama Roho Mtakatifu anakufundisha yote na anakukumbusha yote, basi katika kukumbusha na katika kufundisha yote, huko ndiko kukusaidia kuishi maisha ya uchaji. Yohana sura ya 14 mstari wa 26 utakuta hiyo mistari yote mimi ninazungumzia kwa habari ya msaidizi tuliye naye ambaye ni Roho Mtakatifu. Ni msaidizi mwingine, Allos Parakletos, anakaa ndani yetu, na moja ya kazi alionayo Roho Mtakatifu ni kumsaidia muumini kuishi maisha ya uchaji. Wakorintho wa kwanza nafikiri sura 12 mstari wa 3 inasema hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Nisaidie kuandika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 3. Wakorintho wa kwanza, mimi kama uandiki na kushangaa sana, yani huo ndio ukweli wa moyo wangu wote. Mtu asiandika na mshangaa, yani na simalizi kumshangaa, kwa sababu najua usipoandika manake moja, au na mazoea, mbili, au na mpango wa kuishi kwa kitu, kwa sababu huwezi kuishi kama usipokiandika. Ukiandika manake utakirudia. Huo ndio kweli. Huo ndio kweli. Yani huo ndio kweli. Mtu ambaye haandiki manake amechukua less important, ni jambo ambalo la umuhimu mdogo. Another God. They are the works of men. You are an awesome God. There is none like you. Roho Mtakatifu ni msaidizi anayekaa ndani yetu. Biblia inasema hivi, atakuongoza akutie kwenye kweli yote. Anapokuongoza kutia kwenye kweli yote, maana yake kule kwenye kukuongoza ndio kukufundisha kuishi maisha ya uchaji. Atakufundisha kule mbele. Tunaye ndani yetu. Kwa hiyo kabla ijawa jitihada, ndio maana ni muhimu kila muamini akampokea Roho Mtakatifu, kwa sababu ni msaidizi. Na moja ya kazi alionayo ni kumfundisha mtu, ni kumkumbusha mtu. Ule kumfundisha na kumkumbusha ndio anamsaidia kuishi maisha ya uchaji. Ndio maana nimesema hivi, kabla ijawa ni jitihada binafsi, lazima ujue kwamba ninaye Roho Mtakatifu ndani yangu anayeniongoza na kunitia kwenye kweli yote. Yeye ndiye ambaye anakusaidia kuishi maisha ya uchaji. Angalia mstari wa pili, wa 3 kwenye kitabu cha Isaya sura 11 mstari wa 3. 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 Unaye msaidizi ndani yako, na ndiye anayekusaidia kuishi maisha ya uchaji. Ndiye anayekusaidia kuishi kwenye viwango vya uchaji. Ndio maana utaka kukosea na gonga kengele ndani. Unakosea. Usijibu hivyo, usiongee hivyo, usiseme hivyo. Mstari wa 3 inasema na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Umeona? Maana Roho Mtakatifu ndiye anayeweka furaha ya kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Kwa hiyo kumcha Bwana inakuwa sio jitihada, inakuwa ni furaha. Unamcha Mungu, inakuwa ni furaha yako kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Unapotoa sadaka sio jambo la maelekezo. Tumeagizwa kutoa. Tumeagizwa kutoa sadaka za kujenga, let's say.
tumeagizwa kutoa sadaka fulani. Hautoi kwa sababu umeagizwa, umehama huko. Naposema uchaji, unafanya kwa furaha, sio kwa maagizo. Mchaji hafanyi kwa maagizo. Mtu mchaji anafanya kwa furaha. Mchaji anafanya kila jambo kwa furaha. Anaomba kwa furaha, anatoa sadaka kwa furaha, anaimba kwa furaha. Bila sema mwimbieni Bwana kwa furaha. Kila anachokifanya ni kutokea kwenye furaha. Anasoma neno kwa furaha, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Kwa hiyo kabla ya kuwa jitihada, inaanza kuwa ni furaha, na ikisha kuwa furaha haitokei nje, inatokea ndani ya mtu. Kwa ili iwe furaha, lazima ianzie ndani ya mtu. Ili uanze kufanya mambo kwa furaha, lazima ianzie ndani yako. Siku zote kinachotoka nje huwa ni kigumu kukiishi. Ndio maana Mungu hakutaka Agano Jipya tuishi kwa vinavyotoka nje. Mungu kwanza alitaka vianzie ndani ndio viende nje. Kwa sababu ili uwe furaha, lazima vianzie ndani kwenda nje. Zaburi sura ya 122 mstari wa kwanza. Zaburi 122 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza inasema, na alifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Na alifurahi waliponiambia twende. Kumbe sasa kwenda kanisani sio swala la maagizo, la kukumbushwa. Hapana, ni furaha. Na alifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Kwa ilikuwa ni furaha ya David. Na ni kwa nini? Kwa sababu roho ya uchaji ilikuwa ndani ya David. Ndio maana ilikuwa ni furaha kwake kwenda nyumbani mwa Bwana. Kuna watu ambao ni mzigo, ni kazi. Anakwambia sina nguo, sijanyosha, sijaandaa nguo, sijafua. Hao ni watu ambao wana changamoto zingine ndani. Lakini mtu mwenye furaha ndani, unamwona anakuja sio kwa sababu ameagizwa kuja, ni furaha. Kanisa likifika kwenye pointi ambayo watu wanakuja hivi kanisani sio kwa sababu ya semina, wanakuja hivi kanisani kwenye program za kawaida za kanisani, unajua tumefikia kwenye level nzuri ya uchaji. Kwa nini mpaka waje kanisani lazima itokee hamasa fulani? Hamasa hiyo yamkini iwe ni semina, hamasa hiyo yamkini iwe ni jambo fulani ambalo linawataka kwa lazima waje kanisani. Kwa nini? Kwa nini iwe hivyo? Ni kwa sababu viwango vyetu vya uchaji viko chini, hofu ya Mungu iko chini. Kwa mfano, wewe hauna wachungaji watatu na mchungaji mmoja. Mchungaji wako amekwambia hivi, Jumatano kuna ibada ya mafundisho ya neno la Mungu. Kwa hiyo kama kweli ni kondoa hilo kanisa, kama ni mtoa hilo kanisa, hautahangaika kuja ibadani kwa sababu una sauti moja. Kondoo wangu wanasikia sauti yangu. Kwa nini Wakristo wengi hawaji kwenye ibada na hawajengi kwa neno? Ni kwa sababu kiwango cha uchaji kiko chini. Brother, unakumbuka chuoni tulivyokuwa tunafanya? Hakuna mtu alikuwa anatutengenezea hamasa ya kwenda kanisani, kwenda fellowship. Tena wakati mwingine mitihani ni kesho, tunaenda fellowship. Tena kwa furaha. Yaani in fact nakumbuka usipoenda kanisani fellowship siku hiyo ni kama kuna kitu kimepungua kikubwa sana ndani yako. Ila leo Wakristo anakaa mpaka sasa hivi tunaelekea kufunga mwaka, hajui ni maana ibada za katikati ya wiki. Hajui hata maana yake ni nini. Ni mtu wa Jumapili tu peke yake. Mchungaji anakosa nafasi ya kuwajenga watu kwa neno. Ana vitu, anasoma vitu, Mungu anamwelekeza vitu, hana watu wa kuwapa vile vitu. Ni kwa sababu washirika wengi makanisani viwango vyao vya uchaji viko chini. Ukiwaambia tutakuwa na maombi ya mfungo, tutahitimisha Ijumaa, hawaji. Kiwango cha uchaji kiko chini. Mtu mwenye hofu ya Mungu anaposikia maelekezo ya madhabahuni ni kana Mungu ameongea kwake. Unajua bado tuanza kumcha Mungu bado. Hatujaanza na hatujui ni maana kumcha Mungu. Haya, kwa mfano, siku fulani ni siku ya maombi ya kanisa. Na maombi ya pamoja ndio ambayo yanafanya kanisa liwe na moto. Wanapokusanyika kuomba kila siku, moto unatoka kwa huyu, unaingia kwa huyu, anakamata huyu. Si ndivyo tunapofanya kwenye majiko bwana? Tunapoweka mkaa, unachukua kaa moja lililowaka, unaliweka katikati ya makaa mengine. Ndani ya dakika chache upepo ukipita, leo upepo ni Roho Mtakatifu. Ukipita unaanza kupuliza ule moto, unaenda kwenye makaa mengine. Hutakuta mshirika hata mmoja ajui kuomba kwa sababu alipokusanyika na wenzake aliambukizwa kitu cha maombi. Sema amen. Ndivyo ilivyo. Nakumbuka miaka ile tulikuwa tunafanya Bible study chuoni. Tunakusanyika pamoja, tunafanya Bible study. Haya,
unamsikia huyu. Wewe uliposoma hapo umeelewa kitu gani? Hasa mimi nimeelewa hivi na hivi, na wewe nimeelewa hivi na hivi. Ile shauku ya kusoma Biblia inahama kutoka kwa mtu mmoja mmoja inaingia kwa wote. Angalia makanisani, watu wamejichokea, usingizi wa kiroho. Akaa kanisani kidogo amelala, hawana hamu ya kukaa kanisani. Hata wakija wakikaa kuangalia hivi natamani kuambia mkalale. They are very tired. Unajua moja ya kitu ambacho nimekiondoa kanisani pale kule kwangu ni ile kitu ya watu wanakuja kanisani pastor, wanakuangalia kana kama kuna msiba. Mimi sikulazimisha kuja kanisani, umekuja mwenyewe. Unakuja kanisani unaanza kuniangalia, umepeleka shingo hivi. Yaani manake pastor, si umalize jamani. Umerudia tena. Akisikia point inayofuata sema hajamaliza bado. We are so tired. Mtu akikaa unaanza jaribu kufikiria, unaanza kusema point ya kwanza amesinzia. Sasa hiyo ni point ya kwanza, una point 10. Ndio maana kuna wakati ukiangalia watu walivyokaa unaambia Roho Mtakatifu mimi naishia point ya 3. Hata kama nilikuwa napenda kiasi gani nifundishe, lakini naishia point ya 3. Watu walivyokaa wamechoka mno. Uchaji ni mdogo makanisani. Ndio maana ile furaha haipo. Inasema na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Nilikuwa naomba asubuhi, nikawa naambia Mungu ifike hatua ambayo watu wanakuja kanisani wanakimbia. Tukifika hapo tumefika kwenye utukufu wa siku za mwisho. Anakuja kanisani anakimbia. Ifike level ambayo watu wanamisi ibada kama mtu anavyomisi mpenzi wake. Ifike level ambayo mtu ana zile affection zile hisia za ndani za kimapenzi na ibada. Ana mapenzi na ibada. Muda ukifika affection zake ziko juu, kama jinsi ambavyo mchumba wako akikwambia saa 9 tuonane mahali fulani. Utakuwa uko makini, imefika saa ngapi? Imefika saa ngapi? Kwa sababu ya zile affection. Inapaswa kuwa hivyo hata kwenye ibada. Lakini angalia kitu haipo. Furaha ya ibada haipo makanisani. Na kitabu cha Amos sura 8 mstari wa 11 inaonyesha namna ambavyo kwenye siku za mwisho Mungu atatuma njaa, atatuma na kiu. Njaa hatu kusikia maneno ya Bwana, alafu na kiu hatu kujaa Roho Mtakatifu. Mimi naambia kwenye siku za mwisho ninaamini kabisa ya kwamba ule mwisho wa mwisho ambao utampokea Yesu ni mwisho ambao hakuna mtu kanisani atahitaji kuombewa na mtu mwingine. Wanakuja kanisani kwa furaha, wanaondoka kwa furaha. Kalabasai. Wanakuja kanisani, wanapomwabudu Bwana wananyanyua mikono yao juu namna hii. Wakinyanyua juu, pressures zinatoka kwenye miili yao. Wakisema tunainama, wakiinama, magonjwa yanakwenda chini. Inapaswa kufika level ambayo kwenye siku za mwisho, kwa sababu Roho amemwagwa, tunapomwabudu Mungu kwa Roho Mtakatifu makanisani, magonjwa yanaondoka, vikwazo vinaondoka, upinzani unaondoka kwenye maisha. Siku moja nilibananika kidogo, ilikuwa ni Jumapili. Nilianza kupata shida ya tumbo Ijumaa kwa sababu ya kufunga huko. Sasa tumbo likaharibika Ijumaa. Ikaharibika serious. Nikapata changamoto, ikanipeleka mpaka siku ya Jumamosi. Bwana, nina nguvu zimeisha kabisa mwili, hakuna nguvu kabisa mwili. Tumbo limegoma, alikai na chakula hata kidogo. Hata dakika moja alikai na chakula. Mke wangu akaniambia hivi, vipi kesho ibadani? Yaani manake kwa lugha nzuri ni kwamba ungeandaa mtu, hii hali hawezi kupeleka ibadani. Tumedumu mwaka mzima. Mwaka unaelekea kuisha sasa. Nikaona paka macho yameanza kudumbukia kwa sababu nguvu zinaisha mwilini. Ibada inaanza saa 2 kamili. Ile hali imedumu na mimi mpaka saa 2 kasoro. Iko vile vile hajapungua. Nikaambia sasa mama, twende ibadani. Nikaenda ibadani, kavaa nzuri. Tupokuwa ibadani, sifa imenoga. Nikasikia sauti inaniambiaje, ole wako utingishike, ole wako. Ole
wako utikisike. Ole wako ukitikisika tu unarudi nyumbani sasa hivi. Kwa nikaanza kucheza. Ole wako utikisike. Kwa sababu jana najua kanaruka ruka. Ukiruka tu unaharibu mambo hapo hapo. Unarudi nyumbani. Nikasema shetani unavuta bangi. Unavuta bangi. Nikaanza kuruka juu. Nikaanza kuruka. Ruka. Kaona nikasema nilipotoa chini nikasemaje? Ngoja tuone. Sifa ikaisha. Sana kaniambia hivi, madhabahuni sasa. Kwa sababu hapo ndasimama ni sana nusu. Nikawaza. Nikasema hapa kanisani mkubwa sio mchungaji, mkubwa ni Mungu aliyefuatwa pale. Kwa maana na mimi nimemfuata nani? Mungu. Inasema Biblia uendelea toka nguvu hata nguvu. Katika nuru yako tunapata nuru. Kwako kuna chemchemi za uzima. Nimekanyaga mahali ambapo pana chemchemi za uzima. Maana niko kufanywa fresh. Niko kufanywa vizuri zaidi. Niko kurekebishwa, niko garage. Rabashanda rabakos. Niko hapo nifanye niwe fresh zaidi. Nikaanza kufundisha kwa uhuru, kwa ujasiri. Bwana si ndio ikaishia hapo ndio tukaagana najua. Yale na kurudi tena. Sasa mimi kanasema hivi, light wa Kristo angejua shetani waka anajaribisha mitambo tu. Anashika button anasemaje ngoja tuone. Akitaka kuona muonyeshe. Unajua lazima muonyeshe sana kwamba sisi akili zetu haziko sawa. Inasema Biblia tukiwa na akili timamu ni kwa ajili ya wanadamu. Ila tukiwa kama vichani kwa ajili ya Mungu. Sasa lazima aseme ya kwamba jamaa akili zake waga ziko sawa. Achana naye. Naomba niwaulize kitu. Kichaa kipita kwenye duka lako, akachukua pipa akamwambia aje na wewe. Utaambia chukua ondoka. Kwa sababu ni kichaa. Una hata haja kusumbana naye. Ukimfukuza atakuwa kichaa. Shetani anataka kuona jitu fulani hivi. Amekurushia kitu fulani. Alafu una behave. Kwanza ile asubuhi homa imekukamata, ni kama unatikisika, ndo unavaa nguo vizuri. Mdomo unatingishika. Unavaa vizuri, unatetemeka, unambia unaingia ibadani unatetemeka vile. Nisikilize, ukimaliza ile zoezi utagundua magonjwa kwa maisha yako yanaishia hapo hapo. Mimi nawaambia ninachokifahamu mimi nimeshajaribu. Yaani shetani waka anajaribisha tu, anatesti mitambo. Akitesti mfanyie. Yaani siku ambayo ulipaswa kutengana na magonjwa ndio siku ambayo umeugua asubuhi Jumapili. Wewe nenda kanisani. Ingia ibadani. Ukitaka kutengeneza attention ya ulimwengu wa roho, waambie wapendwa naumwa. Waambie wapendwa Jumapili siko vizuri. Aya, umefeli. Sema amen. Nilikuwa nasema hivi, kwenye siku za mwisho Mungu alikusudia hivi, mkiingia ibadani hakuna mtu wa kumwombea mwenzake. Watu wananyanyua mikono kwa Roho Mtakatifu. Watu wakiwa wanasifu, unaangalia mtu mwenyewe nguo anazirudia, alafu wakati wa sifa shuka chini yuko hivi tu. Ukimwangalia viatu vyenyewe ni maisha, si bora ungeshuka chini tu Mungu akupe viatu. Mtu kachoka maisha. Ukimwambia haya tingishika kwa Yesu, unamwona anaangalia. Ukitingishika ukimgusa hivi anakereka na kuangalia. Ni maskini mmoja huyo amekosa mwelekeo wa maisha. Mimi kuna siku nimekaa kanisani. Nikiwa nimekaa kanisani kulikuwa na jambo fulani. Kijana asemaje? Shuka chini. Nikiwa nashuka chini naongea kwamba baba hii kesi inaishia hapa. Naposhuka chini naongea. Na uchungaji wangu unashuka chini. Hakuna mtu mstaarabu kanisani. Hakuna mtu ambaye ana hadhi fulani kanisani. Hakuna. Ukiingia kanisani unaingia kwa baba yako. Ni mahali hatima zinageuzwa. Ni mahali maisha yanabadilishwa. Ni mahali watu wanainuliwa. Ni mahali changamoto zinageuzwa kwa fursa. Ni mahali mambo magumu yanalainishwa. Ni mahali mambo magumu yanatoa maji. Ni mahali bahari ya Shamu inagawanyika. Sema amen kwa sauti.
Ndio uwepo wa Mungu. Ndio uwepo wa Mungu. Ni mahali vitu vinabadilishwa. After endaje pale na status. Kwa sababu nimevaa kwa namna fulani. Watu wa Mungu, uchaji ni Roho Mtakatifu. Mimi nakwambia, ninamshangaa Mkristo anayeshika simu hivi, anatoka nje kwenda kuongea. Mimi wa mtu akifanya vile naambia Shamasi mfuate. Hiko ni kiwango zero cha uchaji. Zero cha uchaji. Kwa sababu ukiwa umekaa na mkuu wa wilaya ukipigwa simu wako unaikata, kuonyesha kwamba unayezungumza naye ni wa muhimu kuliko anayekupigia. Lakini kuna maskini mmoja anachukua simu anaibeba kabisa, inalia na watu wote wanasikia. Anaenda nje. Sasa nasemaje? Nenda. Hivi mimi kuona Wakristo ambao mchungaji yuko katikati ya point, yani mchungaji anafundisha, unasikia moto umewaka mpaka jasho latoka na point natoka, na unajua kabisa huu mtembeo sio kawaida. Katikati ya somo jamaa anainuka kwenda chooni, katikati ya huo mtembeo anaenda chooni. Unajua kabisa ni mizimu nyumbani kwao. Unajua kabisa hii ni mizimu nyumbani kwao, sio kawaida. Imagine unamwona mama katikati ya mtembeo wa Mungu anabeba mtoto mgongoni, huyo anaondoka katikati ya mtembeo wa Mungu. Angekafinya tu, nyamaza, tulia hapo, afu anaangalia mbele. Unamwona mama katikati ya mtembeo wa Mungu anacheza na mwanae. Mwanao ambaye utaenda kumwona mpaka kesho, yani unaye siku zote. Hapo ndo Mungu anazungumza na wewe. Una misbehave. Wageni wakijaga nyumbani kwako, unaambia mwanao, unaambia mfanyakazi, ondoka na watoto nenda chumbani ili uongee na wageni. Hapo Mungu anazungumza na wewe. Nachokifundisha ukikifanyia kazi, utagundua mtu akwambia kanisani. Utagundua hakuna mtu akukwama kanisani. Utagundua hakuna mtu ambaye atakuwa anahitaji special attention. Utagundua na watu ambao watakuwa wanapita tu. Katikati ya ukuta anapita. Katikati ya malango ya shaba anapita. Yaani mwekee kizuizi chochote anapita tu. Watu wenye hofu ya Mungu, nenda kaangalia kwenye Biblia, hawajawahi kuzuiliwa. Mkorofishe uone. Ukimkorofisha Yusufu, ukampeleka gerezani, ujue kama unamfanya kuwa waziri mkuu. Watu viongo vya uchaji. Uwezi. Ukimkorofisha Daniel, ukamtengenezea kesi ya kijinga, lakini ameshikilia uchaji. Umemwambia usiombe, anaomba mara 3, anatunza viongo vyake vya uchaji. Alafu unamtishia tundu la simba. Unamtishia tundu la simba. Daniel, unamtishia tundu la simba, mpeleke. Alafu Daniel, watu wachaja wajitetee. Hata waongee, mimi Daniel anani challenge. Yani mmoja wanadamu waga ananifikirisha sana ni Daniel. Yani hata kujitetea, jamaa ajitetee. Hata kuongea ongei. Unapaswa kupelekwa kwenye tundu la simba, yuko anaondoka. Anapelekwa. Usiku wote amekaa kwenye tundu la simba, anaongea na simba tu huko. Kwa napiga story tu. Alafu mfalme anakuja na kilio chake, Daniel mtumishi wa Mungu, Mungu uliye naye amekokoa kweli. Alafu anasikia sauti latoka kwenye shimo. Ndio. Kwa sababu mfalme anafahamu simba wake. Kaongea. Ili ujue ya kwamba wakuwa simba wa mchongo, ili ujue ya kwamba wakupewa dawa. Walipopewa wale wahuni waliomchomekeaga kesi Daniel, waliliwa hawajafika kwenye ardhi. Yani ili ujue wale simba walikuwaje. Yani watu na familia zao na wake zao na watoto wao waliporushiwa kwenye tundu la wale simba, waliwararua na kuwamaliza wakiwa hewani. Chini lishuka damu. Mchaji unampeleka hapo. Nachokifundisha hapo kifanyia kazi, uhitaji mtu wa kuombea. Mazoea yanatuua tu. Umekaa kanisani unaambiwa sifu, piga makofi. Upige makofi umekaa. Maana yake una hofu ya Mungu. Wewe unaambiwa ucheze. Kiuno changu mchungaji singekiacha nyumbani. Wewe umekuleta kanisani nani? Mambo ya ajabu sana.
Haya, Yesu ni Bwana. Twende point ya pili. Hapo tutamalizia hapo. Tutamalizia hapo, tutaendelea kesho. Na naomba tu tulivu nimalizie kwenye point ya pili. Ndani ya dakika 7 na nitakuwa nimeshamaliza. Kwa nimesema haya ili mtu asiyekanyanyuka. Naomba nimalizie point. Kumcha Bwana ni jambo la kuifunza roho yako. Kumcha Bwana ni jambo la kuifunza roho yako. Unapaswa kuifunza roho yako uchaji. Ni jambo la kuifunza roho yako. Ni jambo la kujifunza. Kumcha Bwana ni jambo la kujifunza. Unajifunza kumcha Bwana. You train your spirit unto the fear of the Lord. Haitokei. Ni kweli Roho Mtakatifu, roho uchaji yuko ndani yako, lakini exercise, jifunze uchaji. Sio jambo ambalo latokea tu, sio jambo la pokea, sio jambo la kujiconnect, ni jambo ambalo unajifunza. Unaifunza roho yako kumcha Bwana. Haitokei. Haya mambo nayokuambia mimi ambayo ni sehemu ya maisha yangu, ujue nimeifunza roho yangu kumcha Bwana. Haitokei. Kumbukumbu sura ya 30, tuanze Kumbukumbu sura ya 14 mstari wa 22 na mstari wa 23. Kumbukumbu sura ya 14 mstari wa 22 na mstari wa 23. Kumbukumbu sura ya 14, Kumbukumbu la Torati. Naomba kila mtu afungue Biblia. Sura ya 14 mstari wa 22 na mstari wa 23. Inasema hivi: usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Naomba nirudie vizuri. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Mstari wa 23. Angalia kinachosema pale: nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua apakalishe jina lake. Zaka ya nafaka zako, divai yako, mafuta yako, wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Kwa hiyo nisikilize, unapofanya baadhi ya vitu kanisani, unapojifunza kutoa zaka, imesema pale, unapotoa zaka ya yale mapato yako, unajifunza kumcha Bwana. Umepewa hela ya matumizi. Hivi una habari ya kwamba Jumapili hapapaswi kuwa na mtu ambaye hana zaka? Mimi waga naangalia kanisani, nikiona wametoka watu kutoa sadaka zaka 40%, na kuwa najipima mimi kama mchungaji ya kwamba watu ambao wana viwango vya uchaji kanisani ni 40%. Kwa sababu hakunaga mtu asiyepokea hela katikati ya wiki. Huo ndio ukweli wa Mungu. Au ulipewa na mtu 2,000, au ulipewa na mume wako 10,000 ya matumizi, au yani kila mtu kwa namna moja ama nyingine alishika fedha mkononi. Ila siku ya kutoa sadaka zaka, unashangaa wanasimama watu 5 au 10 wanamtolea Bwana zaka. That's terrible, terrible. Maana waliobaki wote hawajajifunza kumcha Bwana. Unapomheshimu Mungu paka kwa matumizi. Kuna mtu mmoja niliwahi kumwambia, mbona utoe sadaka zaka? Akasema, huu ni mkopo. Kama ni mkopo Bwana umeupokea. Sababu ungesema hii siipokei, basi usingetoa zaka. Umeshaipokea, unaitumia. Nikiwa niko chuo, nimetoa fungu la 10 kutoka mwaka wa kwanza nikiwa chuo mpaka mwaka wa mwisho. Nilikuwa natoa shilingi 70,000. Ilikuwa ni 5,000 na 10,000. Nilikuwa natoa zaka 51,000, alafu nilikuwa natoa 19,000 ya sadaka ya injili kwa babangu wa kiroho. Toka mwaka 2013 nimeanza kutoa sadaka ya zaka. Nisikize kwa makini. Nikagundua jambo la kwanza mchungaji ambaye lamtrain mshirika kwenye uchaji ni zaka. Ndivyo anavyosema pale. Unapotoa zaka ya maongeo yako, utajifunza kumcha Bwana. Maanake mtu akilima shamba akapata magunia 10, anapokuja na gunia moja kanisani kwa mchungaji, anajifunza kumcha Bwana. Unapopewa hela ya matumizi shilingi 20,000 kwa wiki, unapokuja na 2,000 kanisani, you train your spirit unto the fear of the Lord. Unaifunza roho yako kumcha Bwana. Unapotumiwa hela ya matumizi na watoto wako wale ambao wako ng'ambo, mikoa mingine, unapokuja na ile fungu la 10, unaifunza roho yako kumcha Bwana. Unanidhamisha roho yako kumcha Bwana. Unapokuja na fungu la 10 la mapato ya wiki, sio ya siku, sio ya Jumamosi,
ya wiki nzima. Ulipata faida 10,000 Jumatatu, ukaweka 1,000. Ulipata faida 20,000 Jumanne, ukaweka 2,000. Ukazikusanya zote, ukazileta Jumapili. Unaifunza roho yako kumcha Bwana. Uhitaji maombi ili ufanikiwe kiuchumi. 17. Kumbukumbu sura ya 17. Kumbukumbu sura ya 17. Kumbukumbu sura ya 17 mstari wa 14. Kumbukumbu sura ya 17 mstari wa 14. Kumbukumbu sura ya 17 mstari wa 14. Inasema Biblia, utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupaa ya Bwana Mungu wako ukaimiliki na kukaa humo, nawe utakaposema nitaweka mfalme juu yangu, mfano wa mataifa yote yaliyomo kando kando yangu, usiache kumweka atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako awe mfalme juu yako. Umweke mmoja katika ndugu zako awe mfalme juu yako. Usimtwaze mgeni juu yako ambaye si ndugu yako. Ila asifanye farasi wake kuwa wengi. Unaona brother, kosa la Suleiman lilianzia wapi? Baada kumsoma Suleiman, alifanya farasi wake wakawa wengi. Inasema Biblia asifanye farasi wake kuwa wengi. Alafu angalia anachoendelea kusema. Anasema hivi, wala asiwarudishe watu wangu Misri. Alioa mtoto wa Farao. Yaani kuoa mtoto wa Farao ni kuwarudisha watu wa Mungu Misri. Alafu anasema hivi, ili apate kufanya farasi kuwa wengi. Yaani maana yake asiende Misri akawa na wako Misri alafu akapewa farasi. Makosa ya Suleiman nilikuja kuyapata. Alafu anasema hivi, kwa kuwa Bwana amewaambia tangu sasa msirudi tena njia ile. Angalia mstari wa 17. Makosa ya Suleiman hayo. Wala asijizidishie wake. Mungu alisema. Kwa maana yake Suleiman hakujitrain kwenye uchaji. Alishaambiwa usizidishe wake. Alafu kingine, ili moyo wake usikengeuke. Umeona? Mungu alishasema mwanzoni ya kwamba ukizidisha wanawake, moyo wako utakengeuka. Jamaa ilitokea vile vile kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 11. Anasema wala asifanye fedha zake na dhahabu yake kwa nyingi. Huyu jamaa alifanya dhahabu miaka ile ilikuwa kama chuma. Thamani ya dhahabu ilipotea. Nataka uangalia maelekezo ambayo unapewa madhabahuni, mafundisho ambayo unafundishwa. Suleiman hakujitrain kwenye yale mambo, hakujifunza kwenye yale mambo, hakujifunza kuyaishi. Unajifunza kuyaishi, haija automatic. Wakati mwingine ni ngumu, inauma kulishi neno la Mungu, wakati mwingine inagharimu kulishi neno la Mungu. Suleiman alikuwa anayaona haya lakini hakuyaishi, ndio maana alimaliza vibaya. Mstari wa 18, tena na iwe zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake, ajiandikie nakala ya Torati hii katika chuo. I love this. Kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani wa Lawi. Maana yake atoe fotokopi ya Biblia ya Torati, aiweke pale ikulu, kila akiingia kwa siku asome. Maana yake Suleiman angesoma haya mambo asingekengeuka. Ajipatie nakala ya Torati asome. Alafu mstari wa 19, na awe nayo, yani maana yake awe na kitabu, awe na Biblia. Ndio maana huwezi kumcha Mungu kama huna Biblia. Kama huna Biblia hard copy, hamna. Hujaanza bado. Tena hauna mpango. Labda kama hujui kusoma na kuandika. Inasema hivi, awe nayo, maana yake awe na nakala ya Biblia, awe na nakala ya Torati, asome humo siku zote atakazoishi. Yani maana yake kila kiingia ikulu asome sura moja. Haya mambo bwana. Biblia imeshaweka pattern ya mafanikio. Maana yake kabla hujaanza kufanya biashara, imesema Biblia soma kwanza sura moja ndio anze kufanya biashara. Kwa sababu mfalme alizuiliwa. Aliambiwa usianze siku isipokuwa umesoma. Inasema hivi, ili apate kujifunza kumcha Bwana. Ili apate kujifunza kumcha Bwana. Ayashike maneno yote ya Torati hii na amri hizi na kuyafanya. Kumbe unapoisoma Biblia yako kila siku na kuangalia kuishi Biblia, unajifunza kumcha Bwana. Kumbe unapoisoma Biblia ni mazoezi ya kumcha Bwana. Andika, kusoma Biblia ni mazoezi ya kumcha Bwana. Andika. Kusoma Biblia ni mazoezi ya kumcha Bwana.
anajifunza kumcha Bwana. Kwa hiyo kama huna Biblia unaweza kuelewa ni ngumu kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni kwa mtu anayesoma Biblia. Mungu alisema mfalme yote kabla hajasimikwa kuwa mfalme lazima awe na kopi ya Torati, na kila anapoingia ikulu asome. Tuna Wakristo wangapi hapa ambao hawajui nini maana ya Biblia? Hawajui. Achana na kusoma, hata ile pursuit ya kununua Biblia hamna. Biblia ni shilingi 30,000. Unafunga mwaka huna Biblia. Sasa kama hauna Biblia, hawa nao watafanyaje? Kama uisomi Biblia, utawaambia nini? Kwa sababu Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo. Ipi hiyo kama una neno? Kumbukumbu 6 nasema hivi, hakikisha kwamba hiyo Torati unaiandika mpaka kwenye door post, kwenye miimo ya milango, andika pale Torati. Wasome wanao. Imesema Kumbukumbu sura 6. Ndio tunajifunza kumcha Bwana kwa kufanya hivyo. Amazing. Sasa Kumbukumbu 31 mstari wa 11 hadi mstari wa 13. Namalizia hapo. 31 mstari wa 11 hadi mstari wa 13. Rapasota. Israeli wote wafikapo ili kuonekana mbele za Bwana Mungu wako mahali pale atakapopachagua, uisome Torati mbele ya Israeli wote masikioni mwao. Wakikusanyika pale mahali Bwana amepachagua, asimame Mlawi aisome Torati. Maana yake ni mkikusanyika kanisani Jumapili, asimame mchungaji asome neno, afundishe neno. Nisikize kwa makini. Mstari wa 12 inasema hivi, wakusanye watu wanaume na wanawake na watoto na mgeni wako aliyomo malangoni mwako, wapate kusikia na kujifunza na kumcha Bwana. Kumbe kama hausikii hauwezi kumcha Bwana. Ndio maana watu sio kuja kanisani viwango vyao vya uchaji viko chini, wapate kusikia na kujifunza na kumcha Bwana. Kwa hiyo maana ukisikia neno laifunza roho yako kumcha Bwana. Neno ambalo unalisikia linakuwa busy kuifunza roho yako kumcha Bwana. Unaanza kuona hofu ya Mungu inakuwa ndani yako. In fact, huwezi kuwa na hofu ya Mungu zaidi ya kiwango cha neno kilichoko ndani yako. Hofu ya Mungu inaamuliwa na kiwango cha neno kilichoko ndani yako. Mstari wa 13, na watu hao wasiojua wapate kusikia na kujifunza kumcha Bwana. Watoto pia wasikie neno, wasomee mistari ya Biblia ili na wao wajifunze kumcha Bwana. Holy Spirit. Zaburi sura 31 mstari wa 11. Nataka wote tuisome hiyo Zaburi. Nafikiri Zaburi ni rahisi kuifikia. Kila mtu aifikie hiyo Zaburi 34 mstari wa 11. Have tusome wote kwa sauti. Tukonclude hapo. Ndio maana nimejifunza kwenye maisha yangu, nisiposoma Biblia wiki nzima, hata kiwango changu cha mtembeo wa Mungu na nyango waka kinapungua. Zaburi 34 mstari wa 11. Kila mtu afungue Biblia. Nataka mnisomee watu wote wenye Biblia. Zaburi sura 34 mstari wa 11. Zaburi sura 34 mstari wa 11. Mfungue Biblia na wasubiri. 34 mstari wa 11. Tusome kwa sauti kila mwenye Biblia. Biblia yako inasemaje kwa sauti kubwa? So 34:11 msome tena kwa sauti. Biblia inasemaje kwa sauti kubwa? Alafu kwa hiyo mkija mkinisikiliza nitawafunza kumcha Bwana. Kwa hiyo maana yake ukiacha kusikia unaacha kumcha Bwana. Mimi nikiwa kwenye gari nasikiliza, nikiwa nafanya study zangu nasikiliza, kwa sababu ili kiwango changu cha hofu ya Mungu kipande kama mchungaji lazima nisikie. Njooni enyi wana mnisikilize, nami nitawafunza kumcha Bwana. Unaposikia unafunzwa kumcha Bwana. Mithali sura ya 2 mstari wa 5. Mithali sura ya 2 mstari wa 5. Mithali sura ya 2 mstari wa 5. Nataka wote tusome.
Mithali sura ya 2 mstari wa 5. Mithali sura ya 2 mstari wa 5. Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana. Kwa maana kumbe kumcha Bwana ni jambo la training. Jambo la kufunzwa. Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana. Unafunzwa kumcha Bwana. Kama jinsi ambavyo watu wanafanywa training za kuongea, za kufanya biashara fulani. Na wanaga wale watu ambao wanauzaga bidhaa kwenye mabasi. Wamefanywa training mpaka na namna ya kuongea, namna ya kusalimia, namna ya kuuza zile bidhaa, namna ya kuwasherehesha abiria, namna ya kuwafanya wacheke. Kwa sababu hata kama mko kwenye mood anaweza kuongea maneno fulani mkaanza kucheka. Mkicheka anawaletea bidhaa anaanza kuwauzia sasa. Wamefundishwa, wamekaa kwenye training. Kumbe ili uanze kumcha Mungu, uanze kuja na viwango fulani vya hofu ya Mungu, lazima ufunzwe, lazima ujifunze kusikia. Weka mikono yako miwili juu. Mshukuru Bwana Yesu kwa maana kunya chako. Karabashanda rabakos. Rekarabashanda rabakos. Rando robosi karabasai. Bwana pandisha viwango vya uchaji ndani yangu. Bwana kuza viwango vya uchaji ndani yangu. Bwana ongeza viwango vya uchaji ndani yangu. Unajua nikiwa nasema hivi kuna vitu Mungu anazungumza na wewe. Anakufahamisha ya kwamba uchaji wako umepungua, uko chini. Utakumbuka ya kwamba umeacha kusoma Biblia vizuri. Utakumbuka ya kwamba umeacha kusikia. Utakumbuka ya kwamba umekuwa mzito kuja kwenye ibada za katikati ya wiki. Utagundua ya kwamba pamekuwa na mazoea. Utagundua ya kwamba wanao wanalala hawajasikia neno. Utagundua ya kwamba nyumbani kwako siku hizi hamsomagi Biblia na kujifunza neno. Utagundua uchaji unapungua. Na kama uchaji ukipungua mahali, ujue Mungu anaondoka mahali. Mwambie Mungu, nipe neema. Nipe neema, viwango vyangu vya uchaji viongezeke kwenye semina hii. Mpaka semina hii itakapokamilika, Mungu nipe neema, viwango vyangu vya uchaji viongezeke. Manda rabakosa. Nataka kunena kwa lugha au kumtukuza Mungu kwa maana kwenye chako au kumomba Mungu. Marande suvra ila aske velenta labrila goba. Manda rabakota rabasai. Zekoske vila manda rabakos. Lika na mazande gobasai. Leka na mazande kopaske vila. Siku hizi hauwezi kutoa sadaka ya zaka. Mungu anakupa fedha nyingi lakini hautoi. Hujaanza kujifunza bado kumcha Bwana. Manda rabakota vila manda rabakosa. Unapata fedha, unanunua simu, unauza, lakini huwezi kununua Biblia, huwezi kununua notebook, huwezi kusoma, huwezi kuandika ambavyo unavisoma, huwezi kunukuu mstari hata moja. Mungu anasema na wewe John leo ya kwamba viwango vyako vya uchaji vimepungua, viko chini. Lando robosika rabasad. Mlie Mungu kwa dakika mbili, mwambie Mungu pandisha viwango vyangu vya uchaji. 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 Uchaji ukae kwenye nyumba yangu. Ufanye kazi kwa watoto wangu na watu wa nyumbani kwangu. Rando robo sika labasaya. Pandisha viwango vya uchaji ndani ya kanisa la Fountain. Bwana pandisha viwango vya uchaji kwenye maisha mtu moja moja. Rika na maskovula. Rika na maskovula. Na masoparada reko parila angradika riposa vila angradika rapa kota rapa rando robosika rabakosa. Haitokei tu, haiwezi kaanza kuflow hivi. Unajifunza kumcha Bwana. Rika na masata labakota rando rebokova. Neema ya Mungu ikufanyie training. Neema ya Mungu kwenye semina hii ikufunze. Neema ya Mungu ikufunze. Inasema Biblia neema ni mwalimu. Rando robosika. Neema ni mwalimu. Rando robosika. Anayetufundisha kukataa tamaa za dunia. Rika na masaya. Mwambie neema nifundishe. Neema ikufundishe kumcha Bwana. Rekopa
Kayanda rabakosha. Namna unalifuata neno la Mungu imekuwa ni ya kimazoea mazoea. Unapoabudu kanisani imekuwa ni ya kimazoea mazoea. Unaposifu imekuwa ni ya kimazoea mazoea. Kutoa sadaka ya zaka imekuwa ni mazoea. Rika na mashamba rabakosha. Rika nanda rabakosha rabasaya. Nena kwa lugha jichaji. Ulivyosikia na unavyoomba unaichaji roho yako. Hiko kitu kinaganda na kukamata roho yako. Reposha liba. Rekene masata rabakosha. Unajisikia mzito. Hata kwenye hizi semina unajisikia mzito. Umeletewa semina lakini unajisikia mzito. Una excuse. Unaweza kusema kwa ujasiri, nina mambo yangu ya kufanya leo. Viwango vyako vya chaji vimeshuka chini. Reko roboshika rabasaya. Rika na mazande reboshika rabasaya. Wakwambia ndio tuje kuomba siku ya Ijumaa kanisani. Unawaambia na maombi yangu binafsi nyumbani. Dada, kiwango chako cha uchaji kimeshapungua. Riko roboshika rabakota. Biblia imekuwa ni mzigo kwako. Huwezi kuisoma, huwezi kuinama ukasoma Biblia. Ni kwa sababu viwango vya uchaji vimepungua. Biblia inasema mtu hawezi kuishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Maana yake siku haiwezi kupita hujasoma Biblia na uko sawa. Yerebo sawa. Ukiona siku imepita haujaishika Biblia yako, maana yake uchaji wako umepungua. Ikarabashandaraba. Maana mtu hawezi kuishi kwa mkate, bali kwenye siku moja moja anahitaji asikie neno, anahitaji asome neno. Mungu aliwaambia Israeli, mnapoweka mfalme, mnapotawaza mfalme juu yenu, rando robosika, hakikisha na nakala ya Torati, hakikisha na Biblia pale ikulu, hakikisha na Biblia kwenye ofisi yake, na asifanye kitu ndani ya siku sita isipokuwa kwanza amesoma angalau maandiko fulani, ili apate kujua na kujifunza kumcha Bwana. Heketereba. Watu wangapi hawana hamu ya kusikiliza wachungaji wao? Hawana hamu ya kusikia wachungaji wakifundisha, na hata wanasikia kwa mazoea. Ni kwa sababu hofu ya Mungu imeshuka ndani yao. Biblia inasema upate kusikia na kujifunza kumcha Bwana. Rabashakaraba. Mungu, ninaomba ya kwamba baada ya semina hii viwango vya uchaji ndani ya kanisa hili kuu vipande kwa mtu moja moja. Tuanze na hawa Bwana, hawa waliosikia ni wa muhimu zaidi. Tuanze nao. Viwango vya uchaji kwenye utoaji, viwango vya uchaji kwenye ibada, viwango vya uchaji kwenye maombi, viwango vya uchaji kwenye usomaji wa neno, viwango vya uchaji kwenye kukusanyika. Vipande. Bwana, mazoea yaondoke kanisani, ukawaida uondoke kanisani. Eluza hande makaneso pila. Tunahukumu roho za giza, roho za uchawi ambazo zinawakamata watu makanisani, ili wasiweze kuomba, wasiweze kumwabudu Mungu, wasiweze kuchangamka kwenye mambo ya kiroho. Zinaweka uzito juu yao. Tunahukumu uchawi, tunahukumu uchawi wa milimani, tunahukumu uchawi wa mabondeni, tunahukumu uganga uliokaa kwenye maisha wa Kristo na kuwatengenezea kawaida za wenyeji wa nje na kuwatengenezea mazoea. Tunahukumu kwa jina la Yesu. Rabo shakayaba. Rende reboko tarabasa. Watoto tunapaswa kusikia. Usiseme ni mdogo, anapaswa kusikia. Anapaswa kusikia ili ajifunze kumcha Bwana. Na sisi tunapaswa kujifunza kumcha Bwana. Upo kanisani huwezi kuomba hata dakika 10 na umekaa miezi 3 hujaanza kujifunza kumcha Bwana. Bado kuna kitu cha kidunia kijaondoka ndani yako. Uchaji unakufanya udake vitu vya kanisani kwa haraka. Ukiona tunaenda kwa lugha kanisani utafanya haraka. Rikarabashana. Umekaa kanisani unaangaliaga watu wakiwa wanaomba, na huu ni mwezi wa pili hujaanza kujifunza kumcha Bwana. Lazima ujifunze kumcha Bwana. Wakisema omba unasinzia, lazima ujifunze kumcha Bwana. Mchungaji akaanza kufundisha unasinzia, lazima ujifunze kumcha Bwana. Haitokei automatic. Nena kwa lugha jichaji kwa dakika 2 wakati tunamaliza. Harabasaya. Kuna aina ya baraka tutazikosa. Kuna aina ya baraka tutazikosa. Kuna aina ya baraka tutazikosa makanisani. Tutaombea sana watu hawatabadilika.
mpaka vyombo vya chaji vipande juu. Rikarabasata. Unachelewaje ibadani? Wewe una mwaka wa pili kanisani, ibada inaanza saa 3 unakuja saa 4:30. Kwani uchelewe kanisani? Kanisani sio mahali mkuu wa wilaya amekuita, ni mahali Mungu wako amekuita. Kwani uchelewe kanisani? Kwani tuanze kuchungulia watu wanakuja hawaji? Ni kwa sababu viwango vya uchaji ni vidogo. Watu wengi wana mazoea makanisani na wanalalamika mambo yao ni magumu, wanalalamika fedha haipo, wanalalamika ndoa zao ni ngumu. Ni kwa sababu hatujaanza kumheshimu Mungu bado, hatujaanza kumchukulia Mungu kwa uzito. Repo sikayaba rikana masantaraba. Muda wa ibada unafika, wewe unaenda kuoga. Muda wa ibada unafika, ndio unaenda kuoga. Hiyo ni saa 3 ibada inaanza, wewe unaenda kuoga. Hiyo ni saa 9 wenzako wameanza kuomba kanisani, wewe ndio unaanza kuoga. Alafu nalalamika unasema mambo ni magumu. Lazima yawe magumu kwa sababu utajifunza kumcha Bwana. Suleiman, Torati ilishamwambia usilete wanawake wengi, akawaleta wengi na wakamwangusha. Repo sikaraba. Mwambie Bwana, naomba unisamehe, nimeenda kwa mazoea haya. Omba toba, omba toba. Mwambie Mungu, ninaomba toba leo, nimeenda kwa mazoea, ninaomba unisamehe Bwana. Sekusa paya ila nua sipendereba. Baba, tunaomba toba kama kanisa. Yesu tusamehe, hatujaanza bado. Rikorobosika. Tunaomba toba, tunaomba toba na familia zetu na wake wetu na nyumba zetu. Tumeweka mazoea Bwana mahali ambapo sio pa mazoea. Tumefanya mazoea na vitu ambavyo sio vya mazoea. Rikarabakota rikanama sekete. Tunaomba toba Yesu. Yesu, tunaomba rehema. Hatujaanza kukufuata bado, hatujaanza kukuheshimu bado tunajaribisha. Hatujaanza bado tumekuwa ni watu ambao tunawandawanda, hatujaingia kwenye kina na wewe bado. Yesu, tunaomba rehema. Tunaomba rehema. Tuna watoto hawakujui, hawana hamu za kuomba, hawana hamu za kuja ibadani. Ni kwa sababu hatujaanza kukuheshimu bado kwenye familia zetu. Yesu, tunaomba rehema. Makani ya sopaya. Makani ya sopaya. Makani ya sopaya. Baba, naomba neema hii ianze kufunuliwa ndani ya kanisa hili. Ifike saa ambayo watu wanakimbilia ibada, watu wanakimbia kuja kanisani, watu wanakimbilia maombi. Ropo kotaraba rikamama sekete ribosha liba. Maseketerema oko sepa ya sakaya mando ulima seta ya katapa opere seketa marasata oli sekelema hekaya kasetiri opere seketa marasata ikoro sekete porasata epore sekelama sakaya marasitiri ikosikaya mande ero sikeke emono separia sataya katarasitiri ikalia masikiri Oteke, paria maseketere, ikosi pala sakata, ando si patsese, yekesa pala katerere, ikose pere kose ketama, nekose keterere mosete, ero sikeyama, emi sikiti pisiki, ikisipitirini, ikisikitirimi, ikasakatariama, ekote pala kasite, ikayate, ikaya pala sete, Emandoro mosiketeni, otoro kosikeni.
Endo soketi pala seke eno siketi ikotoro mo seke na pasike eno sei ino sekete payata yakasakataye kotoro mo seke Urama sekretari, kisekretari, masekretari, apurama sekretari, tatalia masekretari, masekretari, koroma sekretapaya tayara, kisekretari, masekretari, masekretari, wopo sekaya katai. Shoko Bwana ukai ndani ya watu wako, nguvu za Roho Mtakatifu Bwana zituvuvie tena, zitufurike tunapotembea. Roho Mtakatifu na uwepo wa Roho Mtakatifu vizidi kudhihirishwa ndani ya watu wako. Tufundishe kucha, tufundishe uchaji tunapoingia katika malango ya kukutanikia. Tujifunze kukucha Bwana tunapotoka katika nyumba zetu. Tujifunze kukucha Bwana, maana inatupasa kukucha Mungu wetu katika jina la Yesu. Kusiwepo na sababu za kutokukucha Bwana, kusiwepo na namna yoyote ambayo hatutakucha Bwana. Ukoseketani Bwana, tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Mungu utufundishaye ili tupate faida, utupae maarifa ili tutoke tulipokuwa, utupae mafundisho ili tuvushwe kutoka hali duni kwenda hatua nyingine. Mungu wetu tunakushukuru, Bwana wa majeshi tunakushukuru. Sante kwa siku ya pili ya semina. Sante kwa siku ambayo Bwana tumekuona kwa namna nyingine tena, tumekusikia kwa namna nyingine tena. Sante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Bwana umemleta katika mji huu ili kufunua siri hizi, ili kuziweka wazi siri hizi. Siri za mafanikio zipo katika kukucha Bwana. Asante kwa sababu fahamu zetu zimefunuliwa. Mungu wetu tunakushukuru katika jina la Yesu. Tupe roho ya uchaji katika jina la Yesu. Hamu ya kukuabudu, hamu ya kukujua, hamu ya kukucha Bwana katika jina la Yesu. Inuliwe Bwana wa majeshi. Asante kwa ajili ya siku hii ya pili ya semina. Wapo watoto wako tumekuwepo mahali hapa tukijifunza siri zako, tukijifunza maarifa yako. Basi Bwana, majira haya bariki kila mmoja, neema yako itufunike tunapotoka katika malango ya nyumba hii ya kukutanikia.